Kwa mara ya mwisho watu wameshuhudia pressure ya mapenzi ya mchezo wa pool table kwako. Ulitoka na viatu mkononi wakati wa game ya Abdalla Hussein na Janja. Lakini kesho tunakwenda kushuhudia mechi ngumu, mechi nzuri, mechi ambayo tunataraji kutakuwa na ushindani mkubwa sana baina ya Jackson na Janja. Binafsi kama mdau wa mchezo, ukiachilia mbali mapenzi ya upande ambao wewe unaupenda ambao mimi siujui, unautazamaje mchezo wa kesho? Mchezo wa kesho baina ya Jaki na Janja hautakuwa mchezo wa kukadiria matokeo. Cha kwanza naweza nikasema hivyo kwa sababu Janja anaweza akaingia uwanjani kwa matokeo ya kusema kwamba anaenda kushinda. Lakini Jaki ataingia mchezoni kwa kusema kwamba anaenda kupambana. Kwa sababu nasema kwamba ataingia uwanjani kwa sababu anaenda kupambana kwa sababu lazima atakuwa amejifunza katika michezo ambayo amehudhuria ya Janja, ambao ameweza kuangalia performance ya Janja ilivyokuwa anacheza na mpinzani wake Abdalla Hussein, na kiukweli aliweza kutusurprise mashabiki wa Abdalla Hussein kwa sababu asilimia kubwa tulikuwa tunategemea kwamba Abdalla Hussein ataibuka mshindi katika michezo yote miwili ambao ameweza kukutana na Janja. Lakini matokeo yalivyoenda ndivyo sivyo, na tulibaki na maumivu makubwa sana ambao mpaka leo bado hajaweza kufutika, kwa sababu tunatamani kuona tena game ya Janja na Dula, na tunatamani kumuona Dula akiibuka na ushindi. Ndio na sisi mashabiki wa Abdalla Hussein roho zetu zitafarijika. Na kwa hiyo tukizungumzia mechi ya kesho, Janja asiingie na asilimia kubwa kwamba anaweza kaanza kashinda, kwa sababu aliweza kuonekana katika michezo miwili iliyopita. Kwa hiyo nina imani kwamba Jaki lazima atakuwa alimwangalia makosa yake. Kaya game ya kwanza alikuwa amemtazama pia, na hata game ya pili pia lazima atakuwa amemtazama makosa yake na atakuwa amejua udhaifu wa Janja. Kwa hiyo mimi ninachoweza kukitazamia kwa mchezo unaofuata wa Janja, asiingie na matokeo kwamba anaweza akashinda moja kwa moja, ila aingie kama alivyokuwa anaingia kwenye mechi za Dula za mwanzo kwamba anaenda kupambana. Hapo kidogo ni mechi inaweza ikawa ngumu, lakini nina imani kwamba Jaki mpaka anakubali game na Janja, kwa sababu Janja sasa hivi uko vizuri kimchezo, japokuwa sio mchezaji ambaye mimi pendwa kwangu, lakini kimchezo, tukizungumzia kimchezo sasa hivi uko vizuri, ana performance vizuri sana, ana uhakika wa kumfunga mchezaji yoyote yule ambaye anaweza akatokea mbele yake. Lakini sasa kulingana na hiyo performance ambayo anaicheza sasa hivi, asijiwekea asilimia kubwa za kuweza kumfunga Jaki, kwa sababu Jaki ninaamini ameweza kumuelewa Janja anapita vipi. Kwa hiyo tutarajie pia matokeo kwa sisi wa mashabiki wa Snipers kwamba Jaki anaweza akatupa matokeo mazuri. Tuangalie kimchezo wise. Unaiona pool table inakuja kwa ushindani wa namna gani baada ya bato kadhaa hizi ambazo tumeweza kuzishuhudia? Sasa hivi pool table lina asilimia nyingi sana ya kuwa mchezo ambao utaenda kutambulika sana, kwa sababu hata ukiitisha mechi kwamba timu pinzani na timu pinzani, yani tukizungumzia tu masuala tu ya timu kwamba labda team Sniper na team Skylight au team Sniper team Q-Master wakikutana, motisha na mashabiki ambao wajitokeza kutazama huwa ni wengi sana. Yani tukizungumzia kwenye live na tukizungumzia pia kwenye social media, mashabiki wa wengi sana. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo ni kwamba mchezo sasa hivi ushatambulika na mchezo sasa hivi ushakuwa na mashabiki wengi. Kwa hiyo ni wachezaji kujitambua na kuwekeza nguvu pia katika kufanya mazoezi na kuelewa nini ambacho wanatakiwa kukifanya. Kesho mchezo pale Kijichi utakuwa majira ya 2:00 kamili. Zungumza na mashabiki wa jijini Dar es Salaam ambao tunaweza tukafika Kijichi, tukakutana, tukazungumza, tukapiga story, lakini mwisho wa siku tukashuhudia game nzuri, game ya ushindani itakayo kwenda kupigwa baina ya Janja na Janja. Naweza nikaizungumzia siku ya kesho, panapo majaliwa Mwenyezi Mungu akiweza kutubariki tukafika kesho. Nina wasii mashabiki wa pool table, mashabiki wa team Snipers, mashabiki wa team Skylight ambao wanaweza kufika kutazama game live wafike, kwa sababu nina imani kwamba game itakuwa nzuri kuliko hata zingine ambazo zimetangulia, kwa sababu
matokeo yatakayoenda kutoka kesho, kwa sababu Janja hatotamani kupoteza ushindi, kwa sababu anataka kuendelea kuwa na mentality kwamba hakuna ambaye anaweza kumsumbua kwenye mchezo wa pool table kwa sasa hivi. Lakini pia Jaki hataweza kutamani kufungwa na Janja. Kabisa hataweza kutamani kufungwa na Janja, kwa sababu Janja hawezi kuruhusu kwamba Janja aendelee kuonekana the best sasa hivi. Na hiyo sio kwa Jaki tu, kwa mchezaji yoyote yule, hata kwenye mchezaji wa tukizungumzia mpira, lakini hapa tuzungumzie mpira, hapa tuzungumzia pool table. Yaani hata kama ni mimi naenda kucheza na mtu ambaye ameshinda game iliyopita, lazima nitamani kushinda ili niweze kumharibia CV ya matokeo yake. Yaani hiyo ndio ipo kwenye kimtazamo kimchezo. Mara ya mwisho kwa mapenzi ulionayo uliondoka na viatu mkononi. Kesho karata yako iko kwa nani? Mimi karata yangu naitupa kwa Jackson, kwa sababu naamini kwamba lazima atakuwa ameangalia madhaifu ya Janja. Na mpaka anakubali kuingia mchezoni ni tayari kwamba ameshaweka akili kwamba anaenda kupambana. Sio anaenda kufungwa, anaenda kupambana. Na kwenye kupambana siku zote jitihada azimtupi mpambanaji. Kwa hiyo tunaamini kwamba atatuletea matokeo mazuri mashabiki wake. Na kuhusu wala kuondoka na viatu, siku ile viatu vilikuwa vizito kuliko hata nguo. Kiukweli, ila kwa siku ya kesho sitarajii kuondoka uwanjani na matokeo mabaya. Mimi nikutakia kila la heri, tukutane kesho Kijiti. Sawa, haina shida.